kumkaribisha mchungaji kiongozi na mwalimu wetu wa semina, na kwa utukufu wa Bwana piga tu makofi mengi wakati anakuja hapa mbele. Karibu sana. Asante mchungaji. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu kwa jina la Bwana Yesu. Asante kwa kufika kwenye nyumba ya ibada kujifunza pamoja. Na leo ni siku ya off, na nadhani kesho pia, sio? Hii si na mara mbili au ni mara moja hii Okay. Baba yetu, Mungu wetu, tunalibariki jina lako kutupa nafasi ya kukusikia. Ulituumba aina ya viumbe ambao kuishi kwetu, kuenenda kwetu kunapaswa kuongozwa na wewe. Na maisha yetu tukijikata na kujiondoa kutoka kwako, si watu wa maana, si viumbe wa maana. Ndio maana watu walipokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, na wewe ukawaacha, sasa wameharibika na kwa hivi walivyo. Na katika Kristo umetuokoa, ukatuleta chini ya mchungaji na mwangalizi wa roho zetu, Kristo Yesu, ambaye anatuongoza kwa sauti yake ambayo ni neno lako. Asante kwa kutujalia kuwa kondoo wale wa Kristo ambao ulisema waisikia sauti yako na wamfuata. Tujalie mioyo yetu kukuelekea kabisa, wakamilifu kwa mioyo wa kujifunza na kufundwa na kutengenezwa na kufinyangwa na neno lako katika semina hii kama ilivyo katika mengine yote, kwa jina lake Mwokozi Yesu. Amen. Amen. Leo ni siku ya 3 ya semina ya somo letu la muamini na maisha ya matoleo. Na hapa tunazungumza kama vile tulivyosema nyakati zingine, matoleo na utoaji unaompendeza Mungu. Ni lifestyle, ni maisha mazima. Na kwa sababu masomo haya yako hapo kwenye channel ya YouTube, nikipenda nisichukue muda mwingi kurejea, lakini tulikuwa tunatafakari kuhusiana na ukweli kwamba matoleo ni chakula cha Mungu, ni harufu ya manukato impendezayo moyo wake. Tumetazama maandiko na kuona jinsi anavyotueleza mambo haya, lakini jana tulianza na kipengele kingine kidogo chini ya hiyo, tukisema matoleo na utoaji ni mambo ya kuangaliwa kwamba yana uhusiano. Matoleo au kinachotolewa ni kitu cha namna gani, na mwenye kukitoa ni mtu wa namna gani, vyote vinakwenda pamoja. Biblia imetoa maelekezo kabisa kwa mwenye kutoa awe mtu wa namna gani. Kumenenwa habari za maisha matakatifu kwa habari ya mtu, kumenenwa habari za kuwa na amani na Mungu na watu wote. Haya tofautishi matoleo na mtoaji, vinakwenda pamoja. Kumenenwa habari za toleo lenyewe kuwa linalomheshimu Mungu, linatolewa kwa moyo wa ukarimu, linatolewa toleo lisilo kilema, lisilo au kwa ukitaka ku apply kwenye maisha ya sisi hapa tunasema hatutoi kilicho kinyonge, kwamba ni mnyama, kwamba ni fedha, kwamba ni chochote. Mungu anastahili kilicho bora kabisa. Kama ni fedha yetu, inatakiwa ile ambayo ni ina uzito, na hata sisi tunasikia kuna kitu kimetotoka. Nilionya kwa neno la Bwana nikasema usitoe change kwa Mungu ambayo kwako ni change. Sasa usiseme inaweza kwangu change, inaweza isiwe change kwako, sababu inategemea na uwezo wetu, si ndio jamani? Ni makosa kusema usitoe shilingi 1000 sababu hujui ni ngapi. Ni makosa kusema usitoe kamwe shilingi 500 sababu hujui ni ngapi. Lakini wewe unajua una ngapi, si ndio? Unajua unapotoa hiki kwako ni change au kwako ni kitu kizito kabisa kwa sababu ulikuwa huna kingine. Issue ni uhusiano wa kile unachokitoa na kile unachokibakiza. Kile unachokitoa kinahusianaje na jinsi Mungu alivyokubariki. Na kwa namna hii utaona kwamba kwa kadiri Mungu anavyozidi kubariki, kiwango chako cha kutoa kinatakiwa kubadilika pia, si ndio?
Huwezi kutoa kiasi ambacho kwako wewe kitakuwa change kulingana na mapato yako. Lakini pia si juu ya mtu yeyote kukuhukumu kwamba hiki ni kidogo na kile kiko hivi, maana wewe na kipato chako mbele za Mungu mnafahamiana. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Lakini nilisema leo tutazungumza habari za ukweli kwamba utoaji huakisi hali halisi ya moyo wa mtu kwa Mungu wake. Na hii ni mwendelezo tu wa matoleo na mwenye kutoa. Hapa kuna msingi kabisa wa utoaji wenyewe, na kama tulivyozungumza jana, matoleo ni kitu ambacho tunakifanya tukiwa tumefikiri na si kwa mazoea. Tunakifanya mbele za Mungu kwa ajili ya Mungu. Tafakari hiyo na commitment ya mioyo yetu hiyo inakwenda pamoja, vinaakisi hali ya moyo. Tuna maandiko mengi kidogo tutakayoangalia yanayoonesha hali ya moyo wa mtu anapotoa. Kuna vifungu viwili vya maandiko vinakwenda pamoja. Luka sura ya 12 mstari wa 29 mpaka 34. Shamimu utatusomea hili, lakini utasoma pamoja na Matendo sura ya 4 mstari wa 32 mpaka 37. Vifungu viwili vya maandiko hivi vinazungumza kitu kimoja. Vinazungumza habari ya ufahamu wa mwenye kutoa alivyoweka moyo wake. Tuseme inazungumza moyo wa mwenye kutoa alikouweka moyo wake. Mtu alikouweka moyo wake ni wapi? Mtu akiwa ameweka hazina yake mbinguni ni mtu muumini, mfuasi wa kweli ya kwamba ile kweli kwamba sisi hapa duniani sio wakazi, ni wapitaji. Mtu aliyefikiri na kutafakari mpaka uhalisia wa wenyeji wake kwa mbinguni ukawa dhahiri, utaakisiwa kwenye utoaji wake. Luka 12 mstari wa 29 mpaka 34. Mstari wa 29 unasema, ninyi msitafute mtakavyokula wala mtakavyokunywa, wala msifanye wasiwasi mtakavyokula wala mtakavyokunywa. Umechanganya, rudia tena. Ninyi msitafute mtakavyokula wala mtakavyokunywa, wala msifanye wasiwasi, kwa maana hayo yote ndiyo mtafutayo mataifa ya duniani, lakini Baba yenu anayajua ya kuwa mna haja na hayo. Bali utafuteni ufalme wa Mungu, na hayo mtaongezewa. Twende taratibu. Mstari wa 29 unatuambia ni nini tunachotakiwa tusitafute, yani kwa lugha nyingine tusikihangaikie. Azungumza habari za kutokufanya kazi, azungumza habari za kutafuta kwa maana ya kuhangaikia. Ndio maana anasema wala msifanye wasiwasi. Twende taratibu, tunataka kuwa watendaji wa neno la Mungu, si ndio? Unajua ukiwa mtendaji wa hili neno, huu mstari wa 29 peke yake unakubadilisha kabisa. Hili neno tu linakubadilisha kabisa. Mara nyingi mioyo yetu inafadhaa, tutakula nini? Tutakunywa nini? Mbona kodi inaisha? Mbona ada ya mtoto sina? Mbona nadaiwa hata huku mitaani, mbona nadaiwa? Anasema ninyi msitafute mtakavyokula wala mtakavyokunywa wala mtakavyovaa, kwa lugha nyingine, wala msifanye wasiwasi. Na mstari wa 30 unatuonyesha kwamba hiyo inatutenganisha sisi na mataifa wa duniani, maana mataifa yote hutafuta hayo. Kwa maana mengine haitupasi sisi kufadhaika kama wao, kuwa na wasiwasi kama wao. Sisi tuna baba, sio yatima sisi.
na muumba wa mbingu na nchi ni baba yetu, na yeye anajua kwamba tuna haja na hayo. Na kama anajua, sio kujua tu tuna haja ikaishia pale, maana yake anajua na ana majibu, anajua na anajali. Yafikiri maneno ya Mungu mpaka yajengwe kwenye utu wako wa ndani, na unaweza ukaingiza hapa chochote. Swala la kula, kunywa, kuvaa inahusisha na mahitaji yote mengine ya maisha haya. Wewe msichana, usifanye wasiwasi mume atatoka wapi. Anajua unahitaji mume, anajua unahitaji mke, anajua mahitaji yako, Mungu anafahamu. Na unapokwenda, maandiko wanasema msijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Tuwe watendaji wa neno la Mungu. Attitude hiyo ni muhimu sana, kwa sababu kukosa hiyo inakufanya unakuwa mnyimivu pia. Ina uhusiano na kuwa mnyimivu, kwa sababu unaona vinaisha, itakuwaje? Lakini mtu anayemwamini Mungu, anayemtegemea Mungu hapati shida. Tuko pamoja? Lakini mstari wa 31 unatuambia cha kutafuta ni nini, wakati mstari wa 29 unatuambia tusitafute hayo. Wa 31 unatuambia tutafute nini? Ufalme wa Mungu, na hayo mengine tutafanyaje? Niwaulize, Mungu anamaanisha au hamaanishi? Anamaanisha. Sasa kama hatufanyi hiyo, kama hatufanyi lile la kwanza la msitafute, huwezi kuwa na hakika, huwezi kuwa na imani na hilo la pili kwamba mtaongezewa. Unanielewa? Tuko pamoja? Yaani lile la kwanza huja kwanza, kisha la pili linafuata. Msijisumbue. Ukijisumbua unamzuia Mungu kukusumbukia, kwa sababu hamwezi kujisumbua wawili, wewe na yeye. Sama imeandikwa huku, mkimtwika fadhaa zenu zote, maana yeye wakati anaelewa Mungu anajishughulisha na mambo yao. Sasa tuwe wale waamini waaminio. So waamini tunaitwa waamini halafu hatuamini, na hii ni msingi la kwanza kabisa. Alafu anaendelea mstari wa 32, endelea kusoma. Msiogope enyi kundi dogo, kwa kuwa baba yenu ameona vema kuwapa ule ufalme. Viuzeni mlivyo navyo, mtoe sadaka. Jifanyieni mifuko isiyochakaa, akiba isiyopungua katika mbingu, mahali pasipokaribia mwivi wala nondo haharibu. Kwa kuwa hazina yenu ilipo, ndipo utakapokuwapo na mioyo yenu. Maneno katika miongoni mwa maneno aliyosema nami tangu nilipookoka ni mstari wa 34. Umeniogopesha sana. Kwa kuwa hazina yenu ilipo, ndipo itakapokuwa na mioyo yenu. Mimi singependa moyo wangu, hazina yangu ikae kwenye fedha. Nisingependa hazina yangu ikae kwenye kitu chochote. Na katika kuanza kupractice ile andiko, Roho Mungu alioniongoza kutoa vitu ambavyo ni vya thamani kwangu tangu katika upya kabisa wa imani yangu, na hile ilinionyesha moyo wangu ukoje. Maana nilianza kuargue. Mungu aliponyoshia kidole hiki, nikaanza hiki sasa. Nakumbuka, unajua miaka ya 83 84 ndio zamani zile za hoja ya uhujumu uchumi imekuwa kubwa sana. Ukionekana una Colgate, wewe ni mhujumu uchumi. Umepata wapi? Yaani kuwa na kitu cha nje kinatoka nje ya nchi ni kitu kigumu, ni tatizo kubwa, unaweza ukakamatwa. Katika mazingira hayo, kaka yangu akaniletea saa nzuri kutoka Urusi, gold, ina rangi ya gold kabisa. Yaani kila mmoja akiona nayo anashangaa, unawezaje kupata saa ya aina hii wewe? Lakini wakati ule pale Kijenge Arusha, kanisa lilikuwa tunasali darasani, na ukafanyika mchango kwa ajili ya kununua kiwanja. Na mimi sina hela kwa kweli, kwa maana ya hela sina mfukoni kabisa. Lakini Bwana akanyoshea kidole ile saa nzuri ya Urusi. Kwanza nikajifanya kama sijasikia, kwamba hii saa kiangalia inavyong'aa. Lakini Bwana habadili mawazo.
Unajua akishasema habadili, huwezi kumshawishi kwamba basi Mungu sema basi kitu kingine. Anataka hiyo. Na alikuwa ananifundisha moyo wangu usikae kwenye nini? Kitu chochote. Lakini la pili Bwana akasema kama huwezi kuhusika wakati huu wa kutoa, wakati wa kupanda, utapataje ujasiri wa kuhusika na wakati wa mavuno? Jumapili ile ibada ya asubuhi nikafanya shingo ngumu, nikaenda nyumbani, lakini sikuwa na amani tena baada ya pale, kwamba moyo wangu uko kwenye saa hii. Yaani ukifika hapo nataka niitoe niitupe, maana naona kama inataka kwa sanamu. Sasa nilikuwa nasema itafika saa ngapi ibada ya jioni nikaitoe. Sasa sina raha nayo kabisa. Ilipofika ibada ya jioni nikaenda nikamwekea mchungaji Sose mkononi, ndio nikapata amani. Mkono hauna saa, lakini sasa nina nini? Nina amani, kwa sababu nimeshinda kuweka moyo wangu kwenye saa. Ilikuwa hiki baada hiki, mpaka baadaye nikajifunza, basi hakitasimama kitu mbele yangu kati yangu na Mungu, kiitwe saa, kiitwe gari, kiitwe nyumba, kitu mimi nijue tu ni Mungu amesema. Yaani nikipata haja hiyo wala sita mara mbili. Naweza nikakushuhudia nilivyokuwa na practice hiyo, ilifika mahali nikawa huru kabisa. Sasa moyo wangu kawa hauko kwenye kitu chochote, na hicho na kilinda mpaka niondoke duniani. I don't care ni nini. Nina maamuzi ya moyo, nina agano na Muumba wangu kwamba nitamfuata kwa kila neno, kwamba lina gharama kiasi gani kwa jinsi ya mwili, kwamba linaeleweka kiasi gani au halieleweki. Hilo hiyo ina ukweli huo wa kwanza kabisa, kulinda moyo. Lakini la pili ni hekima Mungu aliyotupa ya kuweka akiba mbinguni. Unajua ukweli, japokuwa tunasema tunatoa, ukweli ni kwamba hatutoi. Yaani kiuhalisia kabisa unavipeleka tu kwenye akaunti. Kwani ukiwa na pesa hapa mfukoni, una akaunti benki, ukazipeleka benki, umepoteza? Na ulizo umezipoteza? Umetoa? Hujatoa. Yaani Mungu ametupa tu misingi ya baraka ya bure kabisa hapa kwa kweli. Kwa sababu mtu anaangalia, inatuonesha mambo mawili hapa. Kwanza, hazina yetu isikae kwenye vitu hapa. Mioyo yetu isiabudu pesa wala kitu chochote. One. La pili, hazina yetu, ufahamu wetu uishi mbinguni na tujiandae kwa maisha ya huko. Sasa mstari wa 33 ni miongoni mwa mstari wengi wanaikataa, wanaikimbia. Viuzeni mlivyo navyo mtoe sadaka. Inaweza kufanywa na mtu anayejua tu yeye ni raia wa mbinguni, yeye ni mwenyeji wa nchi nyingine, na anafahamu utumishi wangu wa utoaji ni akiba kwenye akaunti ya mbinguni. Miongoni mwa vitu Yesu alifundisha ni kwa habari ya kuwa na hazina mbinguni. Sio hapa tu. Hata yule aliyemjia akamwambia nifanyaje ni urithi uzima wa milele, unakumbuka ndivyo alivyomwambia, wazijua amri? Hizo zote nimezishika tangu utoto wangu. Haya, ukitaka kuwa mtu mkamilifu, na unaposema mkamilifu pale maana yake moyo uwe mkamilifu kwa Mungu, usigawanyike. Usiwe huku wala huku. Ukiwa ukitaka kuwa mkamilifu, kauze ulivyo navyo uwape maskini, ikamshinda. Maana yake kulikuwa na ibada ya sanamu moyoni mwake. Tuko pamoja? Kulikuwa na ibada ya nini? Sanamu moyoni mwake. Na alafu anamwambia nao utakuwa na hazina mbinguni. Wengi wetu tunafikiri habari ya kwenda mbinguni, lakini habari ya hazina huwa hatufikiri. Ni muhimu sana. Ni muhimu sana kujiwekea hazina mbinguni. Na hii inaonyesha, ina reflect, angalia utoaji wa aina hii unaakisi ukweli kwamba hawa ni watu wa nchi nyingine. Hawa ni watu ambao Mungu wao ni Mungu na sio kitu kingine. Unaakisi hali walionayo moyoni. Nilisema unaisoma na matendo, isome pamoja na matendo ya mitume. Na hii ndio hali. Kama mshawahi kujiuliza hao watu waliwezaje kufanya hivi? Walizingatia maneno haya ya Yesu tuliyotangulia kuyasoma. Walijitambua kama wageni na wasafiri juu ya nchi.
na unaona ikiakisiwa kwenye utoaji wao. Matendo 4:32 mpaka 37 inasema, na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe, bali alikuwa na vitu vyote shirika. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote, wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote waliokuwa na viwanja au nyumba waliviuza, wakaileta thamani ya vitu vile vilivyouzwa, wakaiweka miguuni pa mitume, kila mtu akagawiwa kwa kadiri ya alivyohitaji. Sasa andiko hili hapa aliko kama precedence ya kwamba makanisa yote duniani yauze vitu vyote alivyonavyo walete. Hapana. Hii Yerusalemu kulikuwa na special case, kwa sababu ilikuwa imebaki miaka tu michache Yerusalemu ingebomolewa, alafu wangetupwa nje ya Yerusalemu kwa miaka yote mpaka juzi hapa 1948 waliporudishwa. Kwa hiyo hata viwanja walivyokuwa navyo na nyumba walivyokuwa navyo havikuwa na nini? Na maana ya kung'ang'ania navyo. Tena walikuwa na aliwaongoza mahali pa hekima sana hawa watu. Lakini nachotaka uone hapa ni ule utayari wa moyo wa kufanya hivyo vitu. Hivi jamani, ni neno dogo mtu kuuza viwanja ulivyo navyo na nyumba, alafu kaleta thamani yake ya fedha miguuni pa mitume? Ni jambo rahisi? Ni jambo gumu sana. Na hiyo kwamba mji utamomolewa, hawakuwa wanafahamu ni lini. Walijua Yesu ametabiri hiyo, lakini hawakujua iko karibu kiasi kile. Sio kwamba walikuwa wanafahamu kwamba kunakuja kesho kutwa. Lakini waliwezaje? Mioyo yao ilijua wao sio watu wa dunia hii. Ngoja nikueleze mazingira yake yalivyo ili uone jinsi ilivyofanyika. Hawa watu, ukianza na mitume na wale 120 na wale wengine waliokuwa pamoja na Yesu pale wakati Yesu anapaa, walimuona Yesu akienda huko alikokuwa kwanza. Wapi? Mbinguni. Yaani unajua kitendo cha kumuona Yesu amefufuka kilitia muhuri kila neno alilosema ni kweli. Injili hii ni kweli. Lakini akawaagiza waende wakafanye mataifa yote kwa wanafunzi. Alafu katika kuwabariki akachukuliwa juu mbinguni mbele ya macho yao. Kile kitendo cha kuchukuliwa mbele ya macho yao hakikufanyika kwa bahati mbaya. Wangeweza kwenda tu bila wao kumuona, yani kwa njia ya kutoweka na kwenda zake, si ndio? Lakini kwa nini kilifanyika? Kilikuwa kimepangwa. Ndio maana hata Yesu aliwaambiaga kwenye Injili ya Yohana pale sura ya 6, itakuwaje mtakapomwona mwana wa Adamu akirudi huko alikokuwa kwanza? Ilikuwa ni muhuri wa kwamba jamani, nalitoka mbinguni, nimekuja duniani na sasa naenda mbinguni. Na alishawaambia msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Maana naenda kufanya nini? Kuandalia makao. Alafu akamwona akienda kweli kuandalia. Unafikiri walikuwa na tashwishi tena? Hapana, walijua Yesu amekwenda kutuandalia makao. Walijua huko ndiko kwetu. Na wakati wamekaza macho mbinguni, Bwana akatuma malaika akamwambia, enyi watu wa Galilaya, mbona mnakaza macho kwenda mbinguni? Huyo Yesu mliyemwona akienda zake mbinguni atarudi namna hiyo hiyo kama mlivyomwona akienda zake mbinguni. Alafu angalia, tofauti na alipokuwa amewaambia pale kwenye ile chumba walipokuwa nakula meza ya Bwana ile mara ya mwisho alipokamatwa, tofauti na pale ambapo walikuwa na huzuni, hapa maandiko yanasema wakarudi Yerusalemu wenye furaha kuu. Ameondoka lakini hawakuwa na tashwishi tena, maana walishajua hakika huyu ndiye mwenye mbingu na huyu ndio mwenye kesho yetu. Huyu ameenda kutuandalia nyumbani. Katika mazingira hayo wanakumbuka maneno aliyowaambia, msiogope enyi kundi dogo, kwa maana Baba yenu ameona vyema kuwapa ule ufalme. Viuzeni mlivyo navyo mtoe sadaka, jifanyieni mifuko isiyochakaa katika mbingu, ambako nondo wala mwivi hawavunji na kuharibu. Huu kweli ulikuwa hai kabisa rohoni mwao. Wakarudi wakasema, nyumba ni nini?
Viwanja ni nini? Fedha ni kitu gani? Mimi namtumikia navyo Mungu, maana naweka kwenye akaunti ya mbinguni. Ukweli huo ulikuwa hai halisi. Kwa hiyo utoaji unaouona hapa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume unaakisi ufahamu huo, unaakisi moyo huo. Watu kama hawa unawaona utoaji kwao ni kitu kidogo, tena ni heshima kubwa, ni raha, maana wanajua wanatoa kwenye mfuko wa hapa duniani, wanaweka kwenye mfuko wa mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Na huko mbinguni wataukuta ukiwa hazina kubwa. Ngoja nikupe mifano michache tunapoendelea kuangalia jinsi utoaji unavyotokana na ufahamu na moyo wa mtu mahali ulipo. Na unakumbuka kitabu cha Filipi sura ya 3 inatuambia wenyeji wetu uko wapi? Maanake uraia wetu, kwa lugha nyingine nyumbani kwetu hasa kuko wapi? Na anasema hivyo akitutofautisha sisi na hawa wahubiri wa uongo ambao wanasema Mungu wao ni nini? Tumbo, na utukufu wao katika fedha yao. Anasema waniao mambo ya duniani, watu ambao all they know, na kila wanachotafuta ni vya hapa. Sisi ni tofauti. Sisi tunaona mbali zaidi ya maisha haya, na tunachokitaka hasa ni ule ufalme. Tunachotaka hasa ni tutajirike huko kwa Mungu, maana maandiko anazungumza habari za kujitajirisha kwa Mungu. Ile sura ya 12 tunasoma hapo juu. Ukisoma hapo juu kidogo anazungumza habari za yule mtu aliyemwambia Yesu, tumwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu. Si unakumbuka jinsi ilivyotokea na jinsi alivyomwambia? Ndivyo alivyo yule aliyesema moyo wangu ule unywe furahi, yangu 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 yangu. Akasema ndivyo alivyo mtu ambaye ajiwekea nafsi yake nini? Akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Being rich towards God ni hekima, na ndio kitu wafanya wakaishi maisha haya ya utoaji mkubwa na mzito namna hii. Hawakuona hasara, lakini pia ilienda mbali zaidi, iliwafanya wanapopingwa wasishuhudie, asiweze kuwepo yeyote wa kuzuia. Ukiwaambia mtapigwa, wanasema tunashukuru kwamba tumestahili kuaibishwa kwa jina hilo. Sura ya 5 ukisoma pale Matendo ya Mitume. Ukiwaua ndio kwanza wanapenda, maana wanasema kuishi ni Kristo na kufa ni nini? Ni aina ya watu ambao Waebrania sura ya 11 inasema dunia haikustahili kuwa nao. Tunahitaji kanisa la aina hiyo, la watu wanaojitambua kama raia wa mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Lakini hilo la kwanza. La pili, kuna swala la mioyo ya kumpenda. Unajua, kimsingi sababu ya kufanya yote tufanyayo, kwa sababu huyu Mungu ambaye ametuita akatuokoa, tumemwekea shauku ya nyoyo zetu. Kazi yake tumeiwekea shauku ya mioyo yetu. Tuko sincere kwenye hilo jambo na tuko serious nalo. Nyakati wa kwanza sura ya 29, Edna. Na hii itakwenda pamoja na Mwanzo, utasoma pamoja na Mwanzo sura ya 22. Nyakati wa kwanza sura ya 29 mstari wa kwanza mpaka 18. Alafu nitakuongeza mengine hapo kwenye nyakati pia, lakini Mwanzo sura ya 22 mstari wa kwanza mpaka 12. Tusome haya maneno taratibu tukiyatafakari. Tuna watu wawili hapa. Mmoja ni Daudi ambaye maandiko yamemshuhudia kwamba ni mtu aliyeupendeza moyo wa nani? Moyo wa Mungu. Na angalia utoaji wake hapa unaakisi moyo wake ulivyokuwa. Soma mpaka mstari ule niliokuambia, alafu nitakuonesha kitu kingine cha kuangalia kabla ya ile Mwanzo. Karibu. Nyakati wa kwanza sura 29 kuanzia mstari wa kwanza. Kisha mfalme Daudi akawaambia kusanyiko lote, Suleiman mwanangu ambaye Mungu amemchagua peke yake, akali ni mchanga bado na mororo. Nayo kazi hii ni kubwa, kwani nyumba hii ya enzi
si kwa mwanadamu, ila kwa Bwana Mungu. Basi kwa uwezo wangu wote nimeiwekea akiba nyumba ya Mungu wangu, dhahabu kwa vitu vya dhahabu, na fedha kwa vitu vya fedha, na shaba kwa vitu vya shaba, na chuma kwa vitu vya chuma, na miti kwa vitu vya miti, vito vya shohamu na vitu vya chuma vya shohamu na vya kujazia, vito vya njumu na vya rangi mbalimbali, na mawe ya thamani ya kila namna, na marimari tele. Nami tena, kwa kuwa nimeiwekea nyumba ya Mungu wangu shauku yangu, nami ninayo hazina yangu mwenyewe ya dhahabu na fedha, naitoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu, zaidi ya hiyo akiba niliyoiwekea tayari nyumba takatifu, yaani talanta 3,000 za dhahabu ya Ofiri, na talanta 7,000 za fedha iliyosafika ya kufukiza kuta za nyumba, za kuzifunikiza kuta za nyumba, ya dhahabu kwa vitu vya dhahabu, na ya fedha kwa vitu vya fedha, na kwa kazi za kila namna zitakazofanywa kwa mikono ya mafundi. Ni nani basi ajitoae kwa moyo ili ajiweke wakfu leo kwa Bwana? Kabla ya kuendelea, nikukumbushe Daudi, baada ya Bwana kumstarehesha pande zote dhidi ya adui zake na kuwa na nyumba nzuri ya mwerezi, alifika mahali moyo wake mapenzi ya moyo wake kwa moyo wake akauchokoza moyo wake, akasema mimi nakaa kwenye nyumba ya mierezi na nyumba na sanduku la Mungu wako linakaa kwenye mapazia. So unajua ile hema ni mapazia. Akaona no, hii sio fair. Mimi siwezi kukaa kwenye nyumba nzuri na sanduku la Mungu wako likakaa pale. Akataka amjengee Bwana nyumba ya fahari, na nabii akatumwa kwa Daudi, akamuonyesha. I wish tungekuwa na nafasi tusome vizuri haya mambo. Hebu tuende kwenye, tutarudi kwenye hii nani baadaye, lakini tuende kwenye Samueli wa pili sura ya 7. Soma tena pale na kuanzia mstari wa kwanza mpaka nitakapokuambia. Nataka uone background ya hii Daudi kutoa kama hivi tunavyoona hapa. Ndio hii ndio background yake. Samueli wa pili sura ya 7 kuanzia mstari wa kwanza. Ikawa mfalme alipokuwa akikaa katika nyumba yake, hapo Bwana alipomstarehesha asiudhiwe na adui zake waliomzunguka pande zote, mfalme akamwambia Nathan nabii, angalia sasa, mimi ninakaa katika nyumba ya mierezi, bali sanduku la Mungu linakaa ndani ya mapazia. Nathan akamwambia mfalme, haya fanya yote yaliyomo moyoni mwako, maana Bwana yu pamoja nawe. Ikawa usiku huo huo neno la Bwana likamfikia Nathan kusema, enenda ukamwambie mtumishi wangu Daudi, Bwana asema hivi, je, wewe utanijengea nyumba nikae ndani yake? Kwa maana mimi sikukaa ndani ya nyumba tangu siku ile niliyowatoa wana wa Israeli katika Misri hata leo, lakini nimekaa katika hema ya maskani mahali mote nilimokwenda na wana wa Israeli wote. Je, nimesema neno lolote na mtu yoyote wa waamuzi wa Israeli niliyemwagiza kuwalisha watu wangu Israeli nikisema, mbona hamkunijengea nyumba ya mierezi? Basi sasa mwambie mtumishi wangu Daudi maneno haya, Bwana wa majeshi asema hivi, nalikutoa katika zizi la kondoo, katika kumwandama kondoo, ili uwe mkuu juu ya watu wangu, juu ya Israeli. Nami nimekuwa pamoja nawe kila ulikokwenda, na kuwakatilia mbali adui zako wote mbele yako, nami nitakufanyia jina kuu kama jina la wakuu walioko duniani. Tena nitawaagizia mahali watu wangu Israeli, nami nitawapanda wapate kukaa mahali pao wenyewe, wasiondolewe tena, wala wana wa uovu hawatawatesa tena kama hapo kwanza, naam, kama vilivyokuwa tangu siku ile nilipowaamuru waamuzi wewe juu ya watu wangu Israeli, nami nitakustarehesha mbele ya adui zako wote. Tena Bwana anakuambia kwamba Bwana atakujengea nyumba, nawe siku zako zitakapotimia ukalala na baba zako, nitainua mzao wako nyuma yako
atakayetoka viunoni mwako, nami nitaifanya imara ufalme wake. Yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu, nacho kiti cha enzi cha ufalme wake nitakifanya imara milele. Mimi nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu. Akitenda maovu nitamwadhibu kwa fimbo ya binadamu na kwa mapigo ya wanadamu, lakini fadhili zangu hazitamwondoka, kama vile nilivyomwondolea Sauli niliyemwondoa mbele yako, na nyumba yako na ufalme wako vitathibitishwa milele mbele yako, nacho kiti chako kitafanywa imara milele. Kwa maneno hayo yote na kwa maono hayo yote ndivyo Nathan alivyonena na Daudi. Angalia mawazo mazuri aliyokuwa nayo ya kumjengea Bwana nyumba. Lakini Bwana akamwambia mwana wako ndio atakayefanya nini? Lakini angalia mibaraka anayompa. Silikwambia toleo linamfanya Mungu aitike. Maana unajua ukishatoa, moja ya kanuni za utoaji ziko hivi. Ukitoa huwa akirudi tena, huwezi kurudisha tena nyuma. Kwa hiyo Mungu alipokea toleo lile. Ni kama ilivyokuwa kwa Ibrahim, alipomweka Isaka madhabahuni tayari alishatolewa. Kwa hiyo ilikuwa lazima mbadala wake uwepo. Maana alishafanya nini? Alishatolewa. Huwezi kuweka kitu madhabahuni alafu ukakirudisha tena. Kwa Mungu hakuna kitu kama hicho. Lakini angalia jinsi Mungu anavyomwambia Daudi maneno makubwa. Hatuna muda wa kuchambua. Huu ni unabii mkubwa, ni unabii wa Yesu. Huyo mwana una application mbili. Kwanza mwanadamu ambaye ni Suleiman, lakini kuna mwana ajaye kutawala kwenye kiti chake ambaye ni nani? Yesu. Ndio huyo anaambia ufalme wake utakuwa imara milele. Lakini ni mwitikio wa toleo. Lakini nachotaka uone hapa sio hicho. Nataka uone hapa ili kwamba Daudi alikuwa na moyo wa aina hii, na Bwana akamwambia hatajenga yeye ila mwanae, lakini bado anatoa namna ile. Unajua katika hali ya kawaida angesema basi atakuja kufanya nani? Suleiman. Lakini angalia, rudi kwenye ile andiko letu la kwanza, Mambo ya Nyakati wa kwanza ile. Angalia Daudi anavyosema, na anatupa sababu ni kwa nini anatoa namna hii. Rudia mstari wa 2 na wa 3. Nyakati wa kwanza 29 mstari wa 2 na wa 3. Basi kwa uwezo wangu wote nimeiwekea akiba nyumba ya Mungu wangu. Kwa uwezo wangu wote. Yaani huyu anafanya kama yeye ndiye anayejenga nyumba ya kifalme ya kwake. Kwa uwezo wangu wote nimeiwekea akiba nyumba ya Mungu. Kwa nini akiba? Kwa sababu hajengi yeye, itajenga huyu mwanae, atajenga baada ya kuondoka. Lakini angalia dhahabu anayo, hiyo sadaka anayoitoa, hiyo uwezo wangu wote unatafsirikaje? Endelea. Dhahabu kwa vitu vya dhahabu, na fedha kwa vitu vya fedha, na shaba kwa vitu vya shaba, na chuma kwa vitu vya chuma, na miti kwa vitu vya miti, vitu vya shohamu na vya kujazia, vitu vya njumu na vya rangi mbalimbali, na mawe ya thamani ya kila namna, na marimari tele. Kwa nini? Mstari wa 23 unatueleza kilichokuwa kinamsukuma nini? Mstari wa 3, nami tena kwa kuwa nimeiwekea nyumba ya Mungu wangu shauku yangu, nami ninayo hazina yangu mwenyewe ya dhahabu na fedha, naitoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu, zaidi ya hiyo akiba niliyoiwekea tayari nyumba takatifu. Yaani talanta 3,000 za dhahabu ya Ofiri, na talanta 7,000 za fedha iliyosafika ya kuzifukiza kuta za nyumba, ya dhahabu kwa vitu vya dhahabu, na ya fedha kwa vitu vya fedha, na kwa kazi za kila namna zitakazofanywa kwa mikono ya mafundi. Ni nani basi ajitoe kwa moyo ili ajiweke wakfu leo kwa Bwana? Kwanza Daudi anatoa katika ufalme vitu vile ambavyo vimeelezwa kwenye mstari wa 3. Alafu anatoa katika vitu vyake mwenyewe, mali yake mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu ameiwekea shauku ya nyumba ya Mungu wake, shauku yake ndio kinachomsukuma. Utoaji huu unaakisi aina ya moyo wa Daudi katika mazingira ambayo ameshaambiwa yeye hatajenga. Ungetegemea asifanye lolote, lakini bado anaandaa mtoto wake aje kujenga mali hii, na anafanya kazi mpasayo kiongozi, kuwa kielelezo kwa wengine. Alafu anamwambia ni nani ajiwekae wakfu leo kwa Bwana?
Na hii inatufundisha ya kwamba utoaji halisi hauwezi kutenganishwa na mtu. Wewe kwanza lazima ujiweke wakfu kwa Bwana, kama tutakavyoona tunavyoendelea na masomo haya. Lazima wewe mwenyewe uwe sadaka, kwa lugha nyingine. Then katika moyo ule unaweka. Unafikiri Daudi alijitajirisha kiasi gani huko mbinguni? Watu wenye hekima hasa ni zaidi ya wanaona zaidi ya maisha haya. Unajua, tumeona watu wengine ambao kwa ajili ya uchoyo wanafanya wakati mwingine vitu vya ajabu sana. Yaani yeye mwenyewe anabarikiwa mambo mazuri duniani mengi, lakini hata uzao wake mwenyewe hataki kuwapa urithi, kwa sababu anaona kwa nini wafaidi. Kwa hiyo anauza, anatapanya, anapoona hataki kuacha urithi. Uchoyo ni kitu cha ajabu sana. Unajua, Roland Barker alipokuwa kwenye ziara ya mbinguni na Bwana akampa baadhi ya siri za universe, za ulimwengu, alimwambia habari za nyota ambazo maeneo yanayoitwa black hole, maeneo ambako huwa kunaonekana kama kuna kitu lakini ni kweusi, hakuna kitu chochote, hakuonekani mwanga. Akamwambia hizo nyota sio kwamba hazipo, sio kwamba zimetoweka, ila nguvu yake ya uvutano, ile gravitational force, ina nguvu kiasi ambacho imepindusha miale yake ya mwanga kuelekea yenyewe. Akaita ni makaburi ya nyota. Yaani nyota imeshindwa kung'aa kwa sababu pull ya gravitation yake ni kubwa kiasi ambacho haiwezi kuangaza. Alafu akasema hao wanafanana na Wakristo ambao wanajiangalia wenyewe, hawawezi kuangaza nuru yao ikaonekana. Huyu mtu alikuwa anaangaza sana kiasi ambacho kwa kumwona Bwana na kumwekea Mungu shauku yake, alitoa hata kwa vitu ambavyo vitatumika baadaye, ambavyo sio wakati wake, na akawa influence wa viongozi wengine. Endelea kusoma alipowaambia nani ajiwekaye wakfu, angalia na wao walivyofanya. Sasa mstari wa 6, ndipo wakuu wa mambari za mababa na wakuu wa kabila za Israeli na maakida wa maelfu na wa mamia pamoja na wasimamizi wa kazi ya mfalme wakajitoa kwa hiari yao, nao wakatoa kwa ajili ya utumishi wa nyumba ya Mungu dhahabu talanta 5,000 na dakon 10,000 na fedha talanta 10,000 na shaba talanta 18,000 na chuma talanta 1,000. Na wale walioonekana kuwa na vitu vya thamani wakavitoa vitiwe katika hazina ya nyumba ya Bwana chini ya mkono wa Yehieli. Unajua hivi vitu ukitafakari ni vitu vya thamani mno, kiasi ambacho Israeli walipomkosea Mungu, mataifa walikuja haraka kijeshi kuja kuiba vilivyokuwa kwenye hekalu. Yaani ile hekalu leo vitu hivi ukichukua hazina hii ukaiweka mahali, itajenga maghorofa utajenga miji, wala sio mji mmoja. Kwa sababu hapo tunazungumza habari za dhahabu zilizo bora, unazungumza habari za madini ya fedha, unazungumza habari za vitu kwa wingi mno ambavyo ukiconvert sio sawa sawa na kokoto hizi hapa. Unafikiri ni gani hizi na simenti na nini? Vitu vya thamani sana. Lakini anasema wakatoa kwa hiari yao. Huo ndio utoaji umpendezao Mungu, unaotolewa kwa nini? Kwa hiari, unaotokana na kumpenda Mungu. Sasa utaona jinsi ambavyo matokeo ya mioyo na utoaji wa namna hii una raha. Si unaona alivyosema mstari wa 9 pale. Endelea kusoma. Mstari wa 9, ndipo hao watu wakafurahi kwa sababu wametoa kwa hiari yao wenyewe, kwa sababu kwa ukamilifu wa moyo kwa hiari yao wenyewe wamemtolea Bwana. Mfalme Daudi naye akafurahi kwa furaha kuu. Kwa hiyo Daudi akamhimidi Bwana mbele ya mkutano wote, naye Daudi akasema, uhimidiwe Bwana Mungu wa Israeli baba yetu milele na milele. Bwana, ukuu ni wako na uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako Bwana, nao umetukuzwa, mkuu juu ya vitu vyote. Utajiri na heshima hutoka kwako wewe, nawe watawala
juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, tena mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Unajua Daudi ni mfalme, ni mkuu wa Israeli, si ndio? Lakini anatambua, angalia jinsi ambavyo ufahamu wa Daudi, ufunuo alio nao Daudi kuhusu Mungu. Huwezi kumtumikia Mungu usimfahamu. Anasema Bwana, ukuu ni wako. Anajua ukuu hata alionao sio wake, ni wa Mungu, na uweza na utukufu na kushinda. Anajua hata kushinda alikoshinda mataifa mengine kutokana na nani? Na Mungu. Anajua yeye juu ya vyote vilivyo mbinguni na vilivyo duniani, na ufalme ni wa kwake. Yaani anajua kabisa hata vitu alivyovitoa sio vyake. Anasema na utajiri na heshima hutoka kwa nani? Lazima uwe na ufahamu kuhusu Mungu unayemwabudu. Kwa anajua kabisa, ninapotoa hivi natoa vitu ambavyo ni vya Mungu kwa kweli. Angalia anavyoendelea kushukuru. Endelea kusoma mstari wa 13. Basi sasa Mungu wetu, twakushukuru na kulisifu jina lako tukufu. Lakini mimi ni nani na watu wangu ni nani, hata tuweze kutoa kwa hiari hivi? Kwani vitu vyote vyatoka kwako, na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Kwani sisi tu wageni mbele zako na wasafiri, kama walivyokuwa baba zetu wote. Ni kama kivuli siku zetu duniani, wala taraji ya kukaa hapana. Mtu wa namna hii hawezi kuwa na ugumu kutoa, kwa sababu anafahamu sisi ni kivuli siku zetu duniani, ni wageni mbele zako na wasafiri, wala taraji ya kukaa hakuna. Mungu atuokoe na ujinga wa kufikiri sisi ni wa hapa na vitu vya hapa ni vya hapa, ni vya kwetu. No, tumepewa kufanya biashara nzuri sana na Mungu, kwamba tuweze kuvitumia hivi vitu vinavyopotea, vitu vilivyo na vinavyoondoka haraka sana, kujenga utajiri usioharibika na utajiri usiopungua thamani. Unajua vitu vya hapa duniani vinapoteza thamani. Ndio maana pesa, sisi ambao tuna siku 2-3 hapa duniani tunaweza tukarudi nyuma kwenye akili zetu tukakumbuka. Katika utoto tulikuwa tunakwenda dukani na senti, na haikuwahi kuingia kichwani kwamba baba atakupa siku moja shilingi 1000 uende nayo sokoni. 1000 ni nyingi, utanyang'anywa barabarani. Kwanza kwa nini akupe 1000? Utaenda kununua nini kwanza? Maana shilingi 1.5 ilikuwa inatosha kununua sukari, unatosha kununua nyama, unatosha kununua majani ya chai, unarudi nyumbani. Shilingi 1 na senti 50. Sasa 10,000 inatisha mno. 10,000 wapi? 1,000 inatisha. Lakini siku hizi si unaona, unaweza kwenda dukani na shilingi malaki ya pesa, alafu kanunua vitu ulivyonunua navyo ni vya kushika kwa mkono. Mwaka 1972 mimi ninayo hiyo hati ya mauziano mpaka sasa hivi. Baba yangu aliuza shamba zuri sana kwa shilingi ngapi unajua? 3,000. 3,000. Ila wakati wote tuliposikia limeuza kwa shilingi 3,000, hakuna aliyeona kwamba tumeuza ghali. Tupata shilingi 3,000. Sio mchezo. Nakumbuka kuna mzee mmoja, mjomba yake nani hapa, binti yangu hapa, mume wa shangazi yake, kulikuwa na gari inauzwa. Wewe unafikiri ufahamu gari pickup? Wachaga wanapenda sana zile pickup zile stout, Toyota stout, kwa ajili ya kufanyia kazi za shamba. Afu mtu mmoja akasema, huyu mzee Ankirwa hawezi kununua. Akasema hiyo no, of course hakuinunua. Akasema mimi siwezi kununua hiyo, mimi hata 40,000 naweza kutoa. Na watu waliposikia 40,000 wakasema huyu mtu anampaka shilingi 40,000 ya kununua gari. Leo 40,000 utanunua nini? Hata baisikeli huwezi kununua. Vya dunia hii vinapungua thamani. Anatupa akili, wekeni akiba kule ambako thamani haipungui, hakuna inflation kule juu. Ni biashara nzuri sana kufanya kazi na Mungu. Unaweza ukatoa. Angalia Daudi alivyopewa vitu vya, yani kutaka kumjengea Mungu utajiri ulioje mpaka vizazi vijavyo
ndugu zangu, kumpenda Mungu kuna maana kubwa mno. Unajua hata hizo mbingu na raha zake na nini, maandiko yanasema ni vitu ambavyo Mungu amewaandalia wampendao. Kumpenda Mungu ni utajiri, na kuwa na hekima ukafahamu kwamba hivi vyote ni vyake, heshima ni yake, kila kitu ni cha kwake, katika vitu vyake tumemtolea. Badala ya kujitukuza kwamba tumetoa, tukajinyenyekesha, tukamwabudu, tukajua hata huo moyo wa kutoa tumepata kwake. Mtu wa moyo huu, utoaji wake unaweza ukatetemesha watu, kwa sababu haendi kwa akili za nyama na damu, anafahamu nini anafanya. Na ndugu zangu, kweli nyumba kubwa ya fahari ilijengwa. Ilijengwa nyumba nzito kubwa sana ya fahari, nyumba ya Mungu. Lakini Mungu alipokea utukufu mkubwa na ibada kubwa sana ilifanyika, kitu chenye thamani kubwa kuliko hata vile vyenyewe vilivyotolewa. Na mpaka leo tunakutana na mafundisho haya kwa ajili ya watu ambao mioyo yao iliwekwa wakfu kwa Mungu, na maandiko yanatufundisha, na Mungu atusaidie tusisahau ya kwamba kwa njia hii, kwa njia ya utoaji huu unaoakisi moyo wa aina hii, na vizazi vijavyo na watoto na wajukuu zetu, Mungu atawapishia mabaya ambayo asingeyawapishia. Lakini sio hivyo tu, Mungu atatutumia mahali ambapo asingetutumia. Mzee wangu Hegi ambaye sasa hivi yuko nyumbani mbinguni, akiwa anachunga kanisa dogo, wakati huo ni mwanzo wa huduma yake, kipato chake ni kidogo, alipita mtumishi kanisani ambaye Bwana alikuwa amemtuma kwenda kuwa mchungaji kanisa fulani, lakini akashuka na nauli ya kwenda mpaka huko hana, akashuka hapo karibu na kwa huyo mchungaji, akaingia pale siku ya ibada ya katikati ya wiki, akampa kuhudumu. Alipokuwa anahubiri yule mtumishi, Roho Mungu akasema yule mchungaji kwamba mpe $12, sio na senti ngapi, dola sio $12,000, dola 12. Ni miaka ya 39 kitu kama hapo katikati hapo. Akaanza kusema na Mungu, lakini Mungu ndio hii tu ndio nayo, na alafu ni huu ni mwezi wa 12 tunaendea Krismasi. Neno likaja, na Mungu akikwambia kitu sio kafikiri unaweza kumconvince. Mungu abadili mawazo. Neno lile sasa, okay, nitampa. Baada ya maisha akampa hela yake dola 12 na senti, na achamwambia huyu anaenda kuwa mchungaji mahali fulani. Alipompa, sauti ikaja kichwani mwake inamwambia, wewe umepotea, wewe wala ulimpa sio sawa. Lakini akasema ngoja nithibitishe. Akamuuliza, eti unaenda mahali fulani, unaenda kuwa mchungaji? Akathibitisha ni kweli. Wakasahau, wakaendelea zao. Siku moja akaitwa kwenda kumhudumia mtu alikuwa, nafikiri alikuwa mlemavu, alikuwa anaumwa, hawezi kusimama. Alipofika pale, badala ya kumwombea Bwana akamwambia amwambie tu inuka kwa jina la Yesu. Akamwambia inuka, ule uweza wa Bwana ukadhirika pale, akawa mzima, akatembea. Wakafurahi, wakamtukuza Bwana, akawa anarudi nyumbani kwake. Sauti ikasema naye waziwazi, kana kwamba kama vile kuna mtu yuko kwenye kisiti ya nyuma. Anakamwambia, isingekuwa zile dola 12 na senti zile, nisingeweza kukutumia hapa. Ndio akakumbuka. Unajua kwa nini? Ina uhusiano gani? Kwa sababu ingekuwa uasi, amesikia alafu hakutii. Ukikosa kutii, unajiweka mahali pa Bwana kushinda kukutumia, kushinda kukufanya baraka. Ndugu zangu, utii katika matoleo ni sawasawa na ulivyo utii kwenye maeneo mengine. Moyo unapaswa kumwelekea Mungu na kumtii. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Na Mungu, kama nilivyokuambia jana, huwa anajaribu unyofu wa mioyo yetu.
kwa sababu tumeitwa wana wa baraka. Ibrahim alikuwa ameitwa kuwa baba wa mataifa mengi, na Mungu alisema nitakufanya uwe baraka. Lakini asikudanganye mtu, ahadi zote za Mungu ni conditional. Zina mambo ambayo lazima mimi na wewe tufanye ndipo zenyewe ziwe halisi. Tuko pamoja? Jana nilikwambia ni sasa sana kufanya wiring kwenye umeme, lakini umeachiwa kufanya nini wewe? Kwenda kuwasha ile switch ndio upate manufaa yake. Umeme upo, lakini huwezi kufaidia mpaka kufanya kitu fulani. Na ndivyo ilivyo pia. Mungu alikushambariki Ibrahim na akamwambia katika uzao wako jamaa zote watabarikiwa za dunia, na uzao huo ni Kristo. Sasa ili mzao huyo aje, ilibidi aonyeshe anastahili hiyo baraka. Ndio unayoikuta kwenye Mwanzo sura ya 22 akimjaribu. Sasa useme mbona Yakobo anasema Bwana hamjaribu mtu? Majaribu anazungumza Yakobo ni vishawishi. Hakushawishi utende dhambi, lakini kujaribu unyofu wa moyo anakujaribu. Ndicho alichokuwa nifanya mimi katika uchanga wangu. Kila kitu kizuri ananiambia nitoe, kila kitu kizuri ananiambia nitoe. Katika uchanga, nilikuwa na kwani vitu vingapi? Nilikuwa na vitu vidogo sana, lakini ukipata kitu kizuri kitoe, kitu kizuri kitoe, mpaka alipoona moyo umekuwa huru. Sasa hakuna kitu kisichoweza kutoa. Na kwa namna hiyo naamini kabisa kuna mibaraka mingi iko kwangu ambayo isingekuwepo. I believe that. Some ile Mwanzo tumaliza nayo. Mwanzo sura 22 mstari wa kwanza mpaka wa 12. Na nyumbani utaenda kusoma Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 21 mpaka 24, na waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 3 mpaka wa 6, na sura ya 5 ya waraka huo wa Yohana mstari wa 13, mstari wa 3. Nirudie. Mwanzo 22:1 hadi 12, hiyo tunaisoma sasa hivi. Utakayosoma nyumbani ni Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 21 mpaka 24. Anatupa tafsiri au maana ya kumpenda ni nini, kulitii neno lake. Yeye aliye na neno langu ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nasi tutampenda na kufanya makao kwake. Ndio fungu la maandiko linasema hivyo. Lakini waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 3 mpaka wa 6 anazungumza habari ya jinsi ambavyo kumpenda Mungu ni kuishi katika neno lake, ni kuzishika amri zake. Na sura ya 5 waraka wa kwanza hiyo wa Yohana mstari wa 3, huko ndiko kumpenda Mungu tunapozishika amri zake, tunapokuwa watendaji wa neno lake. Lakini leo tumalize na Mwanzo sura ya 22 mstari wa kwanza mpaka wa 12, ambapo tunaona habari ya Mungu kujaribu unyofu na upendo na utayari wa Ibrahim. Karibu. Mwanzo 22:1-12. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahim akamwambia, Ibrahim, naye akasema, mimi hapa. Akasema, umchukue mwana wako wa pekee umpendaye, Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huku juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanaye, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Siku ya 3 Ibrahimu akainua macho yake, akapaona mahali pakali mbali. Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuwarudia tena. Basi Ibrahim akazitoa kuni na hiyo sadaka, akamtwika Isaka mwanawe, akatoa moto na kisu mkononi mwake, wakaenda wote wawili pamoja. Isaka akasema na Ibrahim baba yake akinena, babangu. Naye akasema, mimi hapa mwanangu. Akasema, tazama, moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwanakondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Ibrahimu akasema, Mungu atajipatia mwanakondoo kwa hiyo sadaka mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja, wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu.
Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni. Ibrahimu akanyoosha mkono wake, akakitoa kisu ili amchinje mwanawe. Ndipo malaika wa Bwana akamuita kutoka mbinguni akasema, Ibrahim, Ibrahim. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo hukumzuilia mwanao wa pekee. Endelea kusoma. Mstari wa 13, Ibrahimu akainua macho yake akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Ibrahimu akapaita mahali hapo Yehova Yire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Malaika wa Bwana akamuita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee, katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki malango ya adui zako, na katika uzao wako mataifa yote ya duniani watajibarikia, kwa sababu umeitii sauti yangu. Kwa sababu umeitii sauti yangu. Unaona mibaraka ya ajabu iliyopo katika kuitii sauti ya Mungu. Na hapa ana ile ahadi inarudiwa, katika uzao wako, ambao uzao huo ni nani? Kristo. Waebrania sura ya 13 inatuambia mzao huyo ni Kristo. Mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Ndio maana nasema, yani sisi wote wa mataifa yote tunaookoka ni utimizo wa hii ahadi. Lakini ulitokana na mtu ambaye alihakikisha kwamba hana kitu baina yake na Mungu asichoweza kukitoa. Moyo wake ulikuwa kwa Mungu kwa 100%. Na toleo hili, unajua, angekuwa amesema tu kama vile kwa mfano Hana alivyomtoa Samueli akae awe wa Bwana nyumbani kwa Bwana, ingekuwa hata rahisi zaidi. Umtoe sadaka ya kuteketeza, yaani umchinje kwa mkono wako mwenyewe ateketee. Hili ni jambo zito sana. Lakini hawa ndio watu walioamua kutembea na Mungu, walioamua hawatageuka upande, wasifuate maagizo Mungu asemayo. Na nikurudie, utoaji huu unaakisi, unaona hapa maandiko yanasema, sasa nimejua kwamba unamcha Mungu, si ndio? Unaakisi kicho alichokuwa nacho kwa Mungu wake, moyo aliokuwa nao kwa Mungu wake. Kumbuka, kulikuwa hakuna mtu anajaribu kumpendeza hapa. Nani? Hata mke wake hatajui kama alikuwa anajua. Ilikuwa ni kitu kilicho baina yake yeye na Mungu, ni yeye na Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapomaliza leo nikumbushe tu, utoaji huakisi hali halisi ya moyo wa mtu kwa Mungu wake. Ukiwa unamcha, ukiwa na mheshimu, ukiwa na mapenzi naye, itaonekana katika utoaji. Kinyume chake pia ni kweli. Kama Mungu kwangu au kwako si kitu, kama hatuna imani na maneno yake, tutafanya kama tulivyosema, kwa kawaida tu, kwa desturi tu, kwa mazoea tu. Ukumbuke, matoleo hutolewa kwa Mungu kwa namna kama hivyo tunavyoona, namna ya kutoa, moyo wa kutoa nao, ukarimu wa kutoa, kwa namna na kwa lengo la kumpendeza yeye. Ni swala la mahusiano yangu na Mungu wangu. Ndio maana haipaswi kuwa kitu cha mtu mwingine. Huwezi kutoa mali ya mtu mwingine. Kuna mtu alimpa alimwazima rafiki yake saa, alafu akaenda kwenye nyumba. Unajua zamani watu walikuwa wanazima mpaka nguo. Siku hizi hamna sana hiyo. Sijui kama kuna, sidhani kama hicho kitu kipo leo. Yaani mtu anatoka anaenda mahali pa heshima, hana nguo ya kwenda, anaazima. Kitu cha kawaida kabisa. Kwa anaazima na saa ili aonekane naye yuko executive na mkononi kuna kitu bwana, sio bure. Akaenda nyumbani kwenye nyumba ya Mungu, ana saa mkononi, wakati wa matoleo akaivua ile saa akatoa. Lakini sio yake. Alipomrudia mwenzake anamwambia,
basi naomba unipatie ile saa yangu, nimetoa kwa Mungu. Tena kwa jeuri kabisa. Unataka kusema nini? Mimi nimetoa kwa Mungu mimi. Hiyo ametoa kweli? Hapana. Ndio maana tunasema watu wazima msiombe sadaka ya kwenda kutoa kanisani. Watoto sawa, tunawafundisha watoto, tena watoto wape sadaka nzuri ili wajifunze kumcha nani? Usifanye. Unajua, tulipokuwa kwenye dini zetu tulikuwa tunapewa visenti pamoja na umaskini tuliokuwa nao, lakini tukiweza kufanya kidogo zaidi, na iliitwa collect kwa sababu walikuwa na collect, wanakusanya. Sasa siku moja, sio ilikuwa ni mama au baba, akamwambia mtoto, nenda pale juu ya kabati, leta hela. Akaenda kwenye kabati, akasema, baba, hakuna hela. Wewe mtoto, nimesema leta hela, iko hapo juu ya kabati. Hakuna hela. Nimeangalia vizuri, hakuna hela. Sasa alipozidi kuuliza, akasema, baba, hakuna hela, kuna collect tu, kuna sadaka tu. Kwa sababu ikiwa ndogo ndio inaitwa nini? Sadaka. Yaani ikiwa noti hiyo sio ya kutoa kanisani, hiyo ni sadaka. Hiyo ni ya matumizi, lakini ya kutoa ni ile iliyobaki, change pale, chukua pale, hiyo ndio change. Tukimpenda Mungu tumpe vilivyo bora katika mahitaji yetu, katika bajeti yetu. Usimpe Mungu kitu ambacho huwezi kumpa mwingine. Tusimame.